Unajua ndio maana heshima watu wa pikipiki yani inapotea. Yani mtu akimwona mtu wa pikipiki anaona kama ni muhuni. Kuna wengine hapo wana familia zao, viongozi, mwingine mwenyekiti, mwingine kamaliza chuo yake, yani wako, lakini kundi zima la watu wa pikipiki inaonekana kwamba ni kundi la wahuni. Hasa heshima tunataka turudishe sisi wenyewe. Tumeelewana? Ndio. Tumeelewana? Ndio. Vaa helmet mzee, sio kwa sababu kumwogopa askari. Watu wengi wanapotea bodaboda. Unasikia wanakufa kwa sababu gani? Helmet. Kwa sababu wewe bodi ni mwili, si ndio? Yaani wewe bodi ni mwili wako. Kichwa kidogo chini kwenye lami. Kichwa kipasuka kwenye lami kubonga na unaweza usife ukawa taira. Yaani hivyo unavyoendesha pikipiki ni Mungu tu anakulinda. Unaweza kadondoka kapigwa pale hata ukateleza tu na ganda la ndizi na petroli, kadondokea kichombo, ubongo kachanganyika hiyo ukawa hamnazo. Bado tutakuwa huko. Na jinsi tulivyo nyumbani kule, hata mke akishaona hivi, mke anahama kila kitu, ndugu atakumilia anahama. Na jamaa wako karibu wanasema msela. Mara ya kwanza umelazwa unatoka mate huko mwana kwa shereji, hela ya kula hii. Siku zote hajakupa hela ya kula wiki. Na anaanza kuomba na mrejesho. Sasa mimi shereji atakuja wiki nzima. Sasa anakuaje? Unaelewa? Ndio. Vaa helmet. Si kwa nini watu wengi watakuvaa helmet? Sielewi. Shida ni nini? Helmet sio kwa sababu ukamatwa na polisi, usalama wako. Vitu vingine vina mpaka macho wanaweka jicho la ng'ombe na kuwekea kichwa, utaweka kitu gani? Ushakuona mtu anaweka kichwa. Kwamba si Marekani sasa kashabu ni vichwa. Hakuna mzee huwezi kupata kichwa, vaa helmet. Na mnaweza kuweka utaratibu nyinyi wenyewe. Kwamba mtu asema, yani unasikia. Ni mwaka fulani nilienda Bukoba. Wiki anaposema akiwa kwa traffic. Kule aliwekea utaratibu na mimi nataka furaha. Hebu onyesha hapa Kiwila. Watu wote walikuwa na helmet. Abiria akija vaa helmet hataki, basi. Akienda kwa vaa helmet, akienda kwa vaa helmet, mwisho atavaa. Nyinyi mnavaa wote. Watu wanasema case study wanataka kuangalia Kiwila. Kiwila watu wote wanavaa helmet. Sababu helmet unajua mtu akitoka kwa kifa tunakushtaki wewe, unajua hilo. Umebeba abiria hajavaa helmet. Kateleta katoka pasuka kichwa tunakamata nani sisi? Wewe unaanza kuishika unakuwa hofu unakimbia familia unakaa kichakani unaulizia wamekuja. Watakuja tu sasa unafanyaje? Sio wanakuja kufa. Kuna kesi moja mimi naenda napenda mifano. Kwa helmet 40 haijafika. Hapo 40 inafika kwa mtu mmoja mmoja. Kuna watu wanakufa. Tunaona sisi barabara anaondoka kafa. Na kuna watu wanaondoka na shingo, nasikia shingo na eneo upande huu nauma. Lakini kapona huyo anaenda hospitali. Usipovaa helmet kichwa kikipiga chini mzee. Ukipona kina sheki ubongo hamnazo. Wewe kwa hiyo nafikiri mnanielewa. Kingine mshikaki. Shida siko wapi kwenye mshikaki. Pikipiki moja abiria mmoja na kama nyinyi kwenye kijiwe chenu ukiweka utaratibu kwamba bwana kama utaki tena yani abiria mmoja pande unampeleka. Tena kama wamekuja watu wawili sehemu ya buku kama mkikataa sinataka pikipiki mbili kijiweni. Kila mtu akakataa msiwe watu wawili. Msiwe watu wawili msiwe. Sina bidii achukue pikipiki mbili. Mnatoka wawili na hela unapata. Hasa wewe pikipiki sehemu ya buku unapakia watu wanne. Wewe akili wewe. Yaani sehemu yenyewe hela ni ile buku. Unabeba watu wanne. Kama wote mngekataa Kiwila hatubebi watu zaidi ya mmoja. Na mtu anataka kwenda. Si wanajua bwana kutokana na barabara uandae kabisa buku zako ziwe 4. Wanakuja kijiweni na buku zao 4. Tunapa pikipiki 4. Kijiweni umetoka trip watu 4 umetoka na rudi. Hamuoni faida hiyo? Hasa nyinyi wenyewe, yani mtu mmoja. Tena hapa kuna watu walivyo binadamu. Binadamu wote tunakaloka hivi. Unaweza kaa watu wakiona watu wanakatakata. Kuna watu hapa mkubaliana anakata denga anasubiria kwa mbele kule. Anasubiria kwa mbele anafanya hivi. Hapa mpaka kama anaondoka tu. Akapakilia mbele. Haya mambo ya ovyo kabisa haya. Muwe na makubaliano. Kwanza ni usalama wenu. Pikipiki unakosa balance. Lakini ikipata ajali wale hawalipwi, tunarudi kule. Ikitokea ajali mzee beba watu 3. Pikipiki wanatambulika wawili. Dereva na abiria mmoja. Wale wengine utachukua lazima kwa mfukoni hata kama umevunjika mguu. Kama unaweza kulipa mtu aliyevunjika mguu unajua thamani yake. Ndio utapambana naye. Unajua nyinyi hapa kuna watu wajapata balaa. Na huku si ujamaa. Kwamba mtu akija wazazi atakuja mwanangu mtoto wetu alifanya nini? Sasa anakuja mtu mwingine haelewi. Watu wawili IT anaruhusiwa au mtu ambaye ametoa gari lake bandarini au anataka kununua pikipiki pale
unaenda nao nyumbani. Muda huo ndio unaruhusiwa kwenda nao nyumbani. Lakini ukitoka hapo huruhusiwi tena. Sasa kuna mtu ataanza pikipiki akapaka inachakaa, hajasajili. Haina namba mpaka inachakaa. Hilo ni kosa. Kwa sababu hapa na walilenga kwa sababu unaweza kugonga mtu usijulikane. Unaweza kufanya tukio la ujambazi usijulikane. Lazima vyombo vyote, ndio maana sheria imesisitiza sana kwa kusajili. Na sheria inasema mtu yeyote akaendesha chombo kisichosajiliwa, mmiliki pamoja na dereva au msimamizi watakuwa hatiani. Na adhabu yake toka mwaka 73 ilikuwa faini shilingi 50,000, zamani mwaka 73, au jela miaka 5. Unaweza kugonga mtu akavunjika mguu unafungwa mwaka mmoja. Lakini kwa sababu si bahati mbaya unajulikana ni wewe, lakini ukiendesha chombo ambacho hakijasajiliwa, adhabu yake ni jela miaka 5 kwa mujibu wa sheria ya barabarani. Au vyote kwa pamoja. Zaidi ya hayo, mahakama inaweza kama kutaifisha chombo kama mali ya serikali. Sasa uone ilikuwa serious. Watu wengi hawasajili vyombo. Sajili ujulikane. Tumeelewana? Sajili ujulikane. Ingine visungura, ulevi. Watu wengi tunalewa. Jamani, pikipiki ni hatari, bodi mwili wako. Dakika moja, sekunde moja tu inakuua, si ndio? Sasa unajua ukilewa, unajua unapolewa kuna madhara ya pombe. Unajua madhara ya pombe? Pombe ina madhara mengi. Cha kwanza, inakufanya wewe ushindwe kuzoea mwanga. Kwa mfano unaweza kutoka kwenye giza ukafika mahali kutana na tai kidogo unawezeka. Inakuyumbisha kidogo na kuhamisha. Hauzoi kubadilika mwanga. Kutoka giza kwenda mwanga, kutoka mwanga kwenda giza inakuvuruga. Sasa wewe bora gari kilegama au kipio na make na bodi. Wewe ndio bodi mwenyewe. Cha pili, ukilewa unashindwa kutambua hatari. Yaani umelewa kama gari limesimama, unashindwa kujua kwa nini linaenda au limesimama, kuna kichecha. Ndio maana watu wengi bado kutoka India kupima anaruka na pombe bwana. Unakuta malewa ananuka pombe, kuna malewa harufu ya pombe. Konyagi ananuka. Unajua huyu uliona hilo. Unashindwa kutambua hatari. Lakini kingine unashindwa kuanisha matukio kwamba uko na ukilewa kuna watoto wacheza wanaweza kataa barabarani wote hapo. Ukapunguza mwendo. Yaani kulinganisha kuanisha mambo akili yako inahama. Kile kingine uoni wako unapungua. Ndio maana mlevi siku zote kila wakati anafanya hivi. Tunaona mlevi. Yaani haoni kama dakika ngapi unaweza haoni mlevi. Kwa hiyo sasa unakunywa unaweza kupika fuoni hapo na jamii unajua. Mtaroni. Sisi hizi kesi tunazipata. Unajua leo ya kukuta. Sisi tunaokota watu mtaroni. Ukimwona kaleo unajua huyu aliachia wewe kwa aoni. Alijaribu kufuta sio anafuta nipa. Mimi ni anataka ni polisi. Pikipiki nyingi sana zinatumika kwenye uhalifu. Nyingi sana. Kwa sababu pikipiki ni rahisi kukimbia, si ndio? Rahisi kutoroka. Tutakwambia uende si benki. Sana mijini. Kwenye maeneo mjini kama Dar es Salaam kule miji mikubwa, matukio mengi makubwa yanafanyika na pikipiki. Sasa kwenye sheria kuna wanasema ushiriki wa kosa. Wewe mimi najua unaweza kambeba jambazi bila wewe kujua. Lakini unaweza kambeba jambazi ukiwa unajua. Yote si kwa mazingira yote hapo. Sasa lazima uskari yule machale unafuatilia. Kuna watu wengine wanaonekana kabisa. Kwa mfano, unajua mtu akitaka kutumia wewe hasa maeneo mjini. Haraka tunazungumza hapa. Sio kama nyote mtafia Kiwira hapa. Kuna mtu hapa anaweza kutoka kahamia Arusha, kama Dar es Salaam sheria. Ukisoma sheria ya bima sura ya 169 kifungu namba 4 kinasema mtu yote anaendesha chombo chochote kile cha moto lazima awe na bima walau third party. Lazima awe na bima walau third party. Watu wengi hapa wanaendesha vyombo hasa pikipiki bima hawakumbuki. Mimi leo naambia jambo moja. Bima ina umuhimu sana. Lakini bima hii ifanye kazi lazima na leseni. Ni kama shati na suruali. Hivi ukivaa suruali peke yake na mtoto watu wanaona kidogo hamnazo. Au unaweza kuvaa shati peke yake suruali huko hamna. Ukaenda kuendesha bodaboda kwa abiria kwa twende. Kuna mtu anakuja. Sasa leseni na bima ni watu kwa vile hawaoni tu. Kunya mguu mtoto majaliwa alipi. Ukimpa leo milioni kama unayo. Baada ya miezi 6 kama kesi haijaisha mahakamani. Anasema ile kesi bado tunaona alibadilika.
Kwa hiyo unapata hela. Akikaa anasema kupiga ajali bado. Kwa hiyo utakuwa mtipesa. Kila kiishiwa anakuja. Ili uepukane na mambo hayo, uwe na bima, uwe na leseni yako. Mnanielewa lakini? Ndio. Usikate bima na leseni kwa kuja kumwogopa polisi. Unaweza kumfumua mtu. Kuna watu hapa duniani ukimgonga anasema hapana, wanatibia na nini? Bwana mimi namwachia Mungu. Kuna watu hawamwachii Mungu mzee. Iko kesi moja basi na nyinyi mshaikuiona.